Vipo viashiria mbalimbali ambavyo mwanadamu anaweza kuviona maishani mwake na akaweza kuijua nafasi yake katika uso wa dunia. Zipo ishara mbalimbali ambazo ukiziona maishani mwako, basi ujue wewe ni mwanadamu jasiri na imara kuliko binadamu wengine. Lakini vivyo hivyo, zipo baadhi ya ishara ambazo unaweza kuziona kwenye maisha yako na ukaweza kujijua wewe ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine. Katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona maishani mwako ujue wewe ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni mtu dhaifu kuliko binadamu wengine. Namba 1, hauna uwezo wa kueleza hisia za kweli ambazo zipo ndani yako. Binadamu jasiri na imara anaweza kueleza hisia ambazo zipo ndani yake. Anaweza kusema hapana anapotakiwa kusema hapana kwa sababu anajua jambo hilo si sahihi katika maisha yake, na anaweza kusema ndio katika jambo ambalo analikubali. Lakini asilimia kubwa ya binadamu dhaifu hawawezi kutamka neno hapana katika nyakati mbalimbali, hata katika mambo ambayo wanajua kabisa yanawaumiza na hayana tija katika maisha yao. Bado wao huwa ni watu wa kusema ndio kwa sababu wanahofia watu wengine watawachukulia vibaya. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao hata linapokuja jambo ambalo linakuumiza hauwezi kulikataa kwa kusema hapana, ujue wewe ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine. Kwani ili uwe mwanadamu ambaye ni imara na jasiri kuliko binadamu wengine, lazima jambo fulani linapotendeka mbele yako, na ikiwa jambo hilo wewe binafsi haukubaliani nalo, unatakiwa kusema hapana. Lakini ikiwa unakubaliana nalo, unatakiwa kusema ndio. Haijalishi ukweli wako utawaumiza watu wengine kwa kiwango gani. Kumbuka, maamuzi sahihi ni jambo la msingi zaidi katika maisha yako kuliko kufanya maamuzi ambayo yanawafurahisha watu wengine alafu wewe ukabaki unaumia. Jaribu kuwa mwanadamu jasiri na imara ili uweze kuwa salama katika maisha yako. Namba 2, unapenda kuwalaumu binadamu wengine katika makosa ambayo umeyafanya wewe mwenyewe. Binadamu imara na jasiri katika maisha yake anajua hakuna mwanadamu aliyekamilika. Anapokosea, anayabeba majukumu ya makosa yake yeye mwenyewe na anajipa nafasi nyingine ya kuyarekebisha makosa yake ili aendelee kuimarika na kuwa bora zaidi kuliko alivyokuwa mwanzo. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wenye udhaifu hawapendi kuonekana dhaifu mbele za watu. Wanapofanya makosa katika maisha yao, huwa hawakubali kuwa makosa hayo yametokana na wao wenyewe. Badala yake, hawa ni watu ambao huwa wanawabebesha watu wengine makosa yao ambayo walitakiwa kubeba majukumu ya makosa hayo wao wenyewe. Kamwe si watu wanaoweza kuwajibika kwenye makosa yao. Badala yake utasikia mtu fulani ndio amesababisha mimi niwe maskini, ama kama sio mtu fulani nilikuwa natakiwa kufanikiwa kabisa. Mara nyingi si watu ambao wanaweza kuaminisha watu wengine ama wanaweza kuamini kuwa makosa ambayo wameyafanya katika maisha yao wakati mwingine ni kwa sababu hawakuwa makini wakati walipokuwa wanafanya vitu fulani maishani mwao, bali wao ni watu ambao wanapenda kuwapa makosa watu wengine hata kama wao ndio chanzo cha makosa hayo kutokea maishani mwao. Kama nawe ni binadamu wa hivi, basi ujue wewe ni mwanadamu dhaifu kuliko binadamu wengine. Ni vema ukajifunza kubadilika, kwani hata kama wewe leo ni dhaifu, lakini kesho unaweza kuwa jasiri na imara kuliko ulivyokuwa mwanzo. Namba 3, ikiwa wewe ni mtu ambaye huwa unawachukia rafiki na ndugu ambao wanakueleza ukweli. Asilimia kubwa ya binadamu imara na jasiri ni watu ambao wanapenda kuambatana na binadamu wanaoweza kueleza ukweli katika nyakati zote za maisha yao.
Lakini asilimia kubwa ya watu dhaifu, miongoni mwa vitu ambavyo wanaviogopa katika maisha yao ni ukweli. Hawa ni watu ambao hawapendi kuambiwa ukweli. Utakapomweleza ukweli, unakuwa ni kama umetangaza vita baina yako na yeye. Hawa ni watu ambao wapo tayari kuambatana na marafiki wanafiki, marafiki ambao wanapenda kuwasifia hata katika vitu ambavyo hawakustahili kusifiwa, kwani wao wanapenda kufarijiwa kuliko kuelezwa ukweli. Lakini kama wewe ni mwanadamu ambaye upo katika kundi hili, ni vigumu sana kufanikiwa, na mara nyingi chochote ambacho utakianzisha pia itakuwa ni vigumu kufanikiwa katika kitu hicho, kwa sababu watu wataogopa kukueleza ukweli, kwa sababu huwa unakasirika na kuwafanya maadui pale wanapojaribu kukueleza uhalisia wa vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, ama uhalisia wa ukweli ambao unatakiwa kujua. Badilika, kwa sababu kitendo cha kuendelea kukumbatia udhaifu wako hakitobadilisha chochote katika maisha yako, bali utaendelea kuwa dhaifu siku hadi siku. Namba 4, haupendi kutimiza wajibu wako katika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya wewe mwenyewe. Kila binadamu aliyezaliwa na kuishi katika hii dunia analo kusudio ambalo lipo ndani yake, na kusudio la kila mwanadamu ndilo humtofautisha mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wanadamu jasiri na imara wanaishi maisha kulingana na kusudio ambalo lipo ndani yao, na ni watu ambao wanapenda kuwajibika katika maisha yao, kwani wanajua hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kuwajibika katika matendo yao kuliko wao wenyewe. Lakini binadamu dhaifu, hawa ni watu ambao hata malengo ambayo wanayo katika maisha yao wanapenda kuwatelekezea watu wengine ili wawasaidie kuyatimiza malengo hayo. Hawawezi kuwajibika hata katika mipango yao ya maisha, na mara nyingi malengo yao yanapoharibika bado hawaamini kuwa wao ndio sababu ya mipango na malengo yao kuharibika. Huwaelekezea lawama binadamu wengine. Hawa ni watu ambao wanaamini jukumu la malengo yao kutimizwa lipo katika mikono ya ndugu, rafiki na jamaa zao. Ni watu ambao wanaamini siku moja watakuja kufanikiwa, lakini bado kuanzia asubuhi mpaka jioni wanakaa vijiweni, huku wakiamini ndugu zao ambao wapo Ulaya. Hawa ni binadamu ambao hawapendi kuwajibika katika maendeleo au mafanikio yao. Ni wavivu, hawapendi kujituma, lakini wanaamini watu wengine wanaweza kuyasaidia maisha yao yakavuka kutoka stage ya umaskini na kwenda katika stage ya utajiri. Namba 5 ni binadamu ambao wanaamini kupewa msaada ni haki yao. Jambo ambalo binadamu wengi hawalijui ni kuwa msaada ni jambo la hiari ambalo mtu anaweza kuamua kukufanyia ama asikufanyie. Hautakiwi kumchukia mtu kwa sababu hajakusaidia. Huenda akawa ana matatizo makubwa kuliko hayo uliyokuwa nayo wewe. Asilimia kubwa ya binadamu dhaifu huwa wanadhani kupewa msaada ni haki yao, na mara nyingi utakapomsaidia leo ukamsaidia kesho, alafu kesho kutwa ukashindwa kumsaidia, atasahau wema wote ambao ulimtendea na kukuona kama adui, kwani ni watu ambao wanapohitaji msaada kutoka kwako ukishindwa kuwasaidia wanakuweka katika nafasi ya uadui katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanadhani kupewa msaada ni haki yao, ujue nawe ni miongoni mwa watu dhaifu kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.